Pandisha thamani yako kwa Mungu. Thamani. Anasema wewe ulikuwa wa thamani. Thamani yako. Sisi kwenye huu mtaa wetu huu hatuna umeme tangu hii dunia ilipoumba. Hatuna umeme, hatuna barabara, hatuna zahanati, ila shule ndo tunayo. Halafu wananchi ni wengi hapa kwetu Kibondo nala. Na mimi najiuliza tuna dhambi gani huko serikalini tukatubu? Siku moja walipokuja pale wale wanasiasa nikawaambia pandisheni. Unajua iko hivi, kuna namna ya kupandisha thamani yako kwa watu wako ili wakuthamini. Nikawaambia angalieni kanisa nikaonyesha lina watu wengi, lakini miaka yote ni majenereta, masola power. Nikawaambia kanisa lingine lile pale, yani watu ni wengi, majenereta, masola power. Kanisa ni kwangu mimi ndo sisema utafikiri waganga wa kienyeji, angalia mawaya. Mara masola, majenereta, kila siku mafuta kuchangishana, kwa wiki tunatumia zaidi ya 50,000. Nikasema mwanasiasa yoyote atakayefaulu mtihani huu akawaletea watu hawa umeme atathaminiwa sana, ataonekana ni wa maana sana, anajali wanyonge sana. Amen. Na nilisema sisi kanisa letu tulifanya maombi kwamba mwaka huu tuombe Mungu atuletee kiongozi atakayeleta umeme. Maana yake asipoleta tunabadilisha maombi. Ndio maana viongozi wanachaguliwa mara moja. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikawaambia pandisheni thamani yenu kwa watu. Kiongozi mzuri ni yule anayepandisha thamani yake kwa watu, sio kujificha chumbani. Amen. Kule siendi. Kwa hiyo uendi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wewe leo nakufundisha pandisha thamani yako kwa Mungu. Amen. Angalia kitabu cha Zekaria. Mimi mpaka hapo nimeshakipata. Wewe kama bado unakitafuta. Angalia kitabu cha Zekaria sura ya 2 mstari wa 8. Zekaria 2 mstari wa 8 anasema, kwa maana Bwana wa majeshi asema hivi, ili nitafute utukufu nimemtuma kwa mataifa wale waliowateka ni, maana yeye awagusaye ninyi aigusa mboni ya jicho lake. Mbona ukishakuwa mtakatifu halafu unamtumikia Mungu kwa kicho, ya kadri unavyozidi kujitakasa mbele za Mungu, kadri unavyozidi kumfanana Mungu, anasema mtakuwa watakatifu kwa kuwa yeye aliyewaita ni mtakatifu. Ukiamua kuwa Mkristo usisahau huyo Kristo alikuwa mtakatifu, mwana wa Mungu aliye juu. Na utalazimika kujilazimisha kuwa mtakatifu kama yeye. Vile unavyopambana kuwa mtakatifu kama yeye, ndivyo unapandisha thamani yako mbele za Mungu. Anasema ukifanikiwa kumfanana, ukawa mtakatifu kama yeye, ukatumika, ukafanya kazi za mbinguni, ukafanya kazi za walio mbinguni, anasema yeyote atakaye kugusa amegusa mboni ya jicho la Bwana. Amen. Amen.
Unasikia hiyo? Yeye awagusaye ninyi amegusa mboni ya jicho la Bwana. Kwa nini? Umejitahidi kupandisha thamani yako mbele za kulindaye, mbele za anayekupa uhai, mbele za anayefanya uendelee kuishi duniani. Yesu. Haleluya. Haleluya. Mshirika, pandisha thamani yako mbele za Mungu. Ongeza thamani. Anamwambia sana, sema ulikuwa wa thamani machoni pangu. Anasema ulikuwa wa thamani machoni pangu, ndio maana nikakulinda. Na kwenye kitabu cha Ufunuo anasema kwa kuwa amekaza kunipenda, nitamlinda atoke katika saa ya kujaribiwa kwa dunia. Yesu sisi. Na wewe asubuhi ya leo nakufundisha, ongeza thamani yako kwa Mungu. Leo ukitembea hivi una thamani, ukilala una thamani, unapokula una thamani, unapoongea na watu wewe wa thamani. Halafu yaani mtu yeyote akija anaongea na wewe, Mungu anamwangalia hivi kwa sababu anaongea na cha thamani. Mshangilie Bwana kwa makofi. Yaani mtu yeyote anazungumza na wewe anaongea na cha thamani. Sawa? Mtu akikubeba kwenye bodaboda amebeba cha thamani. Weka makofi. Ukipanda kwenye basi kuelekea Mwanza amebeba cha thamani. Amen. Shangilia tena Yesu. Haleluya. Ukiingia kwenye kijumba chochote kulala, kimelala cha thamani hapo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakwambia hata ukilala pembeni mwa barabara, kimelala cha thamani hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya na haleluya sana. Mtu yeyote akikaa nawe karibu hivi, asisahau amekaa na cha thamani. Amina. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hata ungefanikiwa kuwa mcheza mpira, unapokuwa uwanjani, usisahau wanacheza na cha thamani. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Usisahau wanacheza na cha thamani. Ukikaa kwenye mkutano wa watu wengi namna hii, usisahau na cha thamani kiko hapo. Anasema ulikuwa wa thamani machoni pangu. Pandisha thamani yako mama mbele za Bwana. Pandisha thamani yako kijana mbele za Bwana. Pandisha thamani yako binti mbele za Bwana. Wacha kuzagazaga hoja. Allah. Wengine wanawake wanaoga njiani. Kulifunua manguo kijiweni. Unajisemberura. Wewe ni wa thamani. Yes. Nina. Mvaa masuruali barabarani yamebana. Wewe unajua wewe ni wa thamani wewe. Ulikuwa wa thamani, ndio maana aliacha mbingu akashuka kwa ajili yako, akafa Kalvari kwa ajili yako. Ulikuwa wa thamani. Hakuna manunuzi yoyote yanaweza kufanyika yazidi manunuzi ya damu ya Yesu. Amina. Unasema walinilipia mahali nyingi zipo, sisi zilishaoza zote. Lakini damu ya Yesu ni mbichi mpaka leo. Ni mbichi mpaka leo. Mbichi mpaka leo. Ulikuwa wa thamani, ndio maana umekombolewa kwa thamani. Umekombolewa kwa thamani. Pandisha thamani yako mbele za Mungu. Pambana, pigana, penya, tumika, fanya kazi ya Bwana. Omba, piga kelele, kemea mapepo. Tembelea watu, fanya hivi, toa na sadaka ili ya kupandisha thamani yako mbele za Bwana. Ili wa thamani. Amen. Ukipanda kwenye ndege, acha kuweweseka. Maandiko yanasema Kristo alikufa na uhai wetu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Unanisikiza vizuri? Mimi sifi mpaka kwa ruhusa ya Yesu. Yaani mimi nikifa hapa, nyinyi msihangaike kutafuta mchawi, nendeni muulize Yesu. Amina. Wamemloga. Nasema mimi siogi wewe. Na wala naongea sina mashaka. Bwana Yesu sana. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi si wawezeki. Yaani hata ningepanda kwenye bodaboda ambao iko Tanzania. Kuna siku moja nilikuwa naenda ziara. Wakanitumia bodaboda haina mguu wa kupenya. Nilikuwa nimebeba hivi mguu wangu. Hakuna ajali. Alikuwa amebeba wa thamani.
Na tena hivi anasema atakupigania na utanyamaza kimya. Ongeza thamani yako mbele za Bwana. Ongeza thamani yako mbele za Bwana. Jiheshimu. 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 Ongea kwa adabu. Tembea kwa adabu. Lala kwa adabu. Ule kwa adabu. Ongea kwa adabu. Hadisia kwa adabu. Ongeza thamani mbele za Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mungu hawezi kukusahau.